babu ma nuhiya anhu min albuyu'i, huu ni mlango wa yale au zile zilizokatazwa katika biashara. An Abi Sa'id, kwa sheria inaanza kuweka, tunafunguliwa hapa namna ya biashara zilizokuwa ni za halal na zilizokuwa haram. Sasa tunaanza kutajwa biashara za haram hizo ambazo hazifai. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, imepokewa kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، kwamba mtume صلى الله عليه وسلم amekataza bai'i au biashara ya munabadha kwa njia ya munabadha. Ametafsiri hapo katika hiyo hadithi nini maana ya munabadha, lakini mufaala min an-nabdhi wa huwa at-tarhi, mufaala wizani wa mufaala ambayo maana yake ni kutupa au kutupiana. Kwa imekuja katika tafsiri ya sahaba, wa hiya, na huwa munabadha, taruhu ar-rajuli thawbahu, ni kuirusha mtu nguo yake, bil bai'i, taruhu ar-rajuli thawbahu bil bai'i, ni kuirusha mtu nguo yake kwa ajili ya kuiuza, bil bai'i, kwa ajili ya kuiuza, ila ar-rajuli, kumrushia mtu mwingine, kabla yuqallibahu, kabla ya kuigeuza, au yanzura ilayhi, au kuitazama kwamba nguo hii inakurushia, ikikugusa tayari ishakuuzia kwa shilingi 20,000. Haja iangalia kama imetoboka mahali gani, mpya, kubwa, ndogo. Ilikuwa ni biashara zikifanyika wakati wa jahiliya, munabadha. Wanaha anil mulamasa, na amekataza bei ya mulamasa, vile vile ni mufaala min al-lamsi, na tafsiri yake iko katika maneno ya sahaba. Na ni lamsu thawbi, ni kuishika au kuigusa nguo, la yanzuru ilayhi, haitazami, la yanzuru ilayhi, haitazami, ikawa hajaiangalia ile nguo, la yanzuru ilayhi, iko hivyo kwa na kwani kuna wala yunzaru ilayhi, na wala haitazamu kwa wala yanzuru ilayhi. Kwa hiyo katika malengo ya sheria ya Kiislamu ni watu kujiweka mbali na vile ambavyo vitaleta uhasama na uadui baina ya Waislamu. Ukamuuzia mtu kitu sicho anachokihitajia, kama tukikurushia tayari yako, lete pesa, kwa njia ya munabadha, au utakayoigusa basi hiyo tayari ni yako kwa njia ya mulamasa. Kwa hiyo haya yamekatazwa, na ndani yake kuna uharamu, na hufanywa kiasi, hupimwa juu ya uharamu wa hili kila biashara ambayo imekusanya ndani yake na imebeba gharar, hadaa na kadhalika, au imebeba jahala, kutokufahamika. Haifai kuuza kitu au kununua kitu kabla hujakifahamu ni ngapi, kiasi gani, kikoje, na ukauza hivyo hivyo, haifai. Kwa sababu inashurutishwa katika sheria, hushurutishwa katika sheria li sihhati al-aqdi, kuna shurutishwa kusihi biashara, mkataba, al-ilmu bil ma'qudi alayhi, kukijua kile kinachouzwa, min thamanin au muthman, ambayo ni thamani ya hicho kitu au kile chenye kutiwa au bidhaa, kijue hata kwa kuelezewa tu, hata kwa kupewa sura ya takribi, kwamba takribia, kwamba kuna hivi na hivi na hivi na hivi, kitu chenyewe kiko hivi, waona kitu fulani, naam, basi hicho kama hicho, si masala ya jahala wala gharar ndani yake. Na hikma ya kisheria kuzizuia biashara za aina hii, ili watu wasifike katika majuto, wala wasiingie katika uhasama usiokuwa na sababu zozote na kuleta uadui baina yao. Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza hilo kupitia ayati nyingi kwenye kitabu chake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sharia ya Kiislamu imetukataza sisi kuingia katika
biashara ambazo ndani yake kuna kuhadaa watu na kuwafanyia khiana wengine, gharar, kuwafanyia khiana watu wengine ili tuzipate mali zao kwa njia ya urahisi. Na Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza jambo hilo, akasema ya ayyuhalladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, yani ambao wameamini msile mali zenu baina yenu kwa batil, illa an takuna tijaratan an taradhin minkum, isipokuwa iwe ni biashara itokanayo na kuridhiana baina kwenu nyinyi. An taradhin minkum, itokanayo na kuridhiana kwenu nyinyi. Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima, na wala msiziue nafsi zenu, hakika yeye Allah tabaraka wa taala kwenu nyinyi ni mwenye huruma, mwenye kuwahurumia. Katika suratu النساء. طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، نبوكيوا kutoka Abu Huraira radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la talaqawur rukbana, msiwapokee wakulima, la tastaqbiluhum kharija albalad lishira'i minhum, msiwapokee nje ya mji kwa ajili ya kununua kutoka kwao. Rukban ni jamu ya rakib, na muradi wa hapa ni wale ambao manqadimu bisila'i ila albalad min ghairi ahli, ni wale waliokuja na bidhaa kwenye miji katika wasiokuwa watu wa mji huo, sawa unkanu rakibina au mushatan, ni mmoja walikuwa wamepanda wakojua vipando au watembea kwa miguu, wahidan am jamaa, ni mmoja ni mtu mmoja au kundi la watu. Kwa kaidi iliyokuja hapa ni aghlabi, ni kaidi ambayo ni aghlabi, haina mafuhumu. Unaweza kusema la talaqau rukbana, ana ma talaqaitu rukbana, ana talaqaitu almushah. Fahamu? Kwa hiyo huwezi kutumia laqabu hiyo kwa ajili ya kutaka kuleta kinyume ukapitisha jambo lako. La talaqau rukban, msiwapokee wakulima. Kwa tafsiri wa neno wakulima hapa kwa maana yani, wala yabi' ba'dhukum ala bai'i ba'd, wala isiuze baadhi yenu kwa juu ya bei ya wengine au juu ya bei ya baadhi nyingine. Wala yabi' ba'dhukum, wala isiuze baadhi yenu. Kwa hiyo imekuja kwa jazmi, wala yabi', katika baadhi ya nusakh wala yabi'u kwa raf'i, ina maana nafi, la nafia kwa maana ya nahi, lakini hapa imekuja sarih kwa nahi kwa sababu la nahi. Wala yabi' ba'dhukum, na wala isiuze baadhi yenu, yani baadhi almuslimin, wasiuze waislamu kwa ujumla, ala bai'i ba'd, juu ya bei ya baadhi nyingine. Wala tanajashu, wala msizidishiane bei. Wala yabi' hadirun libadin, wala asiuze mtu wa mjini kumuuzia mtu wa mashambani. Wala tasurru alghanama, wala tusarru alghanama pia imekuja, wala tasurru alghanama, wala msiwalimbikize maziwa wanyama. Wala tasurru, tukienda kwa binaya maalum kama la tasurru kama almukhatabuna antum, sio la tasurru alghanama, wala msiwalimbikize maziwa wanyama. Kisema wala tusarru alghanam, wala wasilimbikizwe wanyama. Waman ibta'aha, na mwenye kuwanunua, fahuwa bi khairin nadharaini, basi yeye yuko katika lililo bora katika mitazamo miwili. Fahuwa bi khairin nadharaini, basi yeye yuko katika lililo bora katika mitazamo miwili. Baada yahlibaha, baada ya kumkama au baada ya kumkamua. In radiyaha amsakaha, akimridhia atamzuia. In radiyaha amsakaha, akimridhia atamzuia. Wa in sakhitaha,
na akimchukia akiwa hamtaki raddaha wa sa'an min tamrin atamrejesha atamrudisha pamoja na pishi atende. Wa fi lafdhin na katika tamko jingine wa huwa bil khiyari thalatha na yeye yuko katika kuvaana na khiyari katika nyusiku tatu thalathan katika nyusiku tatu siku tatu amepewa thalatha layali tunakadiria laila kwa maana ndio thalatha layali kwa sababu tamyizi ya tamyizi imekuja ni mudhakkar kwa inaonyesha kwa maadudi ni muannath. Hadithi hii ina faida kwa sababu imetaja baadhi ya mambo hapa yaliyokuwa yakifanyika huko zamani na pia mingine yakifanyika hadi sasa. Sheria imekataza watu kuwapokea wasafiri au wale wakulima wanaotoka mashambani na mazao yao au wachuuzi wadogo wadogo waliokuwa na mazao yao wanakuja mjini kutarazak, wamekuja sokoni kwa ajili ya kuuza. Wanajitokeza watu wanajiita wao watu wa mjini, wanawakimbilia wale wachuuzi nje ya mji, wanachukua bidhaa zao bithamani bakhsin darahima maaduda, kwa thamani duni kabisa. Bwana nazi zako wewe za shilingi ngapi? Kwa sababu mtu kijijini mmoja atakuuza haraka haraka, pengine akanunua mafuta taa au akanunua bidhaa zake za mambo ya kijijini huko. Mimi nauza 200 moja. Sawa, basi nipe 300, chukua pesa zako urudi wewe. Kwa akishalipa pesa zake pale, yule mtu wa mjini sasa achukua bidhaa ile aileta sokoni yeye. Bila shaka mtaishi katika maisha magumu sana, kwa sababu hawa wanajua pesa. Watauza vitu kwa thamani kubwa sasa. Watauza 500, watauza 1000 kwa kitu kilichokinunua 200. Lakini wakija wenyewe hawa wakulima masokoni na mbuzi wao na maembe yao na vitu vyao wakaja wakauza pale, basi maisha yatakuwa rahisi sana, kwa sababu watauza bei zao zile zile za kishamba. Kwa sheria ikawakataza hawa watu wa kimjini hawa kuwakimbilia wale watu wa mashambani na kuchukua bidhaa zao kuziuza wao. Wao wakajiita watu wa mjini, kwa kazi yao kuchomekea suruali zao mpaka juu ya vitovu huku na viatu virefu. Watu wa mjini wajanja wao, kazi yao ndio hiyo tu, wakichukua bidhaa za wale washamba wakulima wakiziuza wao. Ili jambo limekatazwa, la talaqau rukbana, msifanye namna hiyo. Kadhalika katika mambo yaliyokatazwa, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wasiuze baadhi yenu juu ya bei ya baadhi nyingine. Hii ni makatazo yao, ni haramu. Mtu tayari ashaingia makubaliano na mtu fulani, takuuzia kitu hichi kwa shilingi fulani kiasi kadhaa thamani yake, wewe kaingilia katikati, ambia hapana, mimi nina bidhaa nzuri kuliko kwa hiyo, nitakuuzia kwa bei hiyo au pungufu, tutaelewana, achana nayo. Hii ni sura ya hii ya kuuza baadhi yenu juu ya baadhi ya bei ya wengine. Au anakuja mtu tayari wana bidhaa, wapatana na mtu, bwana haya nipe shilingi 10,000. Anakuja mtu mwingine akwambia hapana, mimi nitakupa 12,000, nipe bidhaa hiyo. Kwa anavunja biashara ya huyu kwa maslahi yake. Mambo haya yanasababisha uhasama. Kadhalika wala tanajashu, wala msizidishiana bei. Watu wengi wakatafsiri kwamba udalali haufai katika hili, na hali ya kuwa si sawa. Udalali usiofaa ni huu wa tanajush. Kuzidiana, tanajush ni kuzidishiana bei bila wewe kuna raghaba ya kununua. Ni mtu ayazida fi sil'a walaysa lahu gharadun fiha siwa ziyadati thamaniha. Ni mtu kuzidisha katika bidhaa, kuzidisha thamani, na hali ya kuwa yeye hana lengo katika bidhaa hiyo zaidi ya kuzidisha thamani. Kuna watu wanaweza kukaa katika minada, si wanunuzi wao, wamepangwa.
minada ya mitumba huko, kwenye minada ya samaki, kwenye minada sio soko gani, kwenye minada ya magari. Kila mahali utakapokwenda kuna watu wamepangwa kwa ajili ya kuongeza bei na hawana lengo la kununua. Kidole 50 atasema 100. Wewe minyana 150 zako 200. Utasema labda hizo pesa anazo. Utasema 250, mwingine anasema 300. Mbona hivyo zinakwenda kutoka 50 mpaka 1050. Watu wamo tu, lakini si wanunuzi wote. Ni watu wamepangwa kwa ajili ya kuzidisha bei. Biashara hii ni biashara ya haramu. Utaratibu huu ni utaratibu wa haramu. Watanajush ni jambo lisilofaa katika sheria ya Kiislamu. Katika mifumo yao ya kibiashara yafaa, lakini sisi tuna dini yetu inatufundisha utaratibu kwamba huu ni utaratibu wa kimakosa na anayefanya hivi amefanya jambo la haram. Sasa wewe ukasimama hapo ukangangania, ukiongeza 50 au ongeza mpaka ukainunua, haiambii kwamba umenunua bidhaa ya haram. La, maadamu umeridhika na wewe ukanunua bidhaa hiyo, hata kama ni kwa thamani kubwa, lakini maadamu umeamua kufanya hivyo, khair. Hawa wengine ambao hawakuwa na gharadhi hiyo watapata madhambi, au wakiwa gharadhi wanayo, mathalan lengo hilo la kununua liko, mkazidiana tu katika kima, hayo masala mengine haingii katika jambo hili. Tayib, kadhalika katika mambo yaliyokatazwa na sheria ya Kiislamu ni at-tasriya, na hili nao pia vile vile ni sehemu katika gharar nao ni khiana. Tasriya maana yake ni mtu pengine mtu anauza ng'ombe wa maziwa. Sasa ili umuonyeshe yule anayekuja kununua kwako kwamba ng'ombe wako ana maziwa mengi, wakaa siku 2 siku 3 humkamui yule ng'ombe, akisimama mpaka maziwa yanamwagika namna hiyo, kiwele kimekuwa kikubwa kimevimba kwa sababu siku 3 hajakamuliwa. Umeona bwana, ng'ombe wetu ndio huyu bwana, maziwa yanamwagika yenyewe. Watu ni matapeli sana katika jambo hili. Sasa unaweza ukienda kukaa naye wewe, ukienda kumkamua siku ya kwanza, siku ya pili, maziwa yote yalikuwa yanafanya tasriya yameisha. Badala ya kutoa lita 18 sasa atoa lita 2, 1.5, 2. Kumbe ndio kawaida yake. Sasa hii inatoka sheria at-tasriya, wala tasurru al-ghanam, msiwalimbikize maziwa wanyama. Hii ilikuwa ni kawaida ikifanyika, sijui kama sasa yafanyika au vipi. Sasa sheria pia imeweka utaratibu, utakapokuwa sasa umepewa siku 3 wewe umtazame yule mnyama, ukiona kwamba hapa umefanyiwa gharar, kwa maana kuna khiana ndani yake, umefanyiwa na ada ya mnyama huyu si kutoa maziwa haya ambayo ulikwenda kuyaona wewe, ada yake ni ile ile tu kutoa lita 2-3 basi sheria imekupa khiari ndani ya siku 3 hizo, umelazimiana khiari ndani ya siku 3. Kwa hiyo in radiyaha amsakaha, akimridhia basi kanidanganya kanitapi, basi nimeridhika, basi atamzuia. Wa in sakhitaha, na akiwa amemchukia kwa maana hamtaki tena, atakumrudishia mwenyewe. Raddaha wa sa'a min tamrin, atamrudisha yule mnyama pamoja na pishi ya tende. Bwana, ng'ombe wako huyu na tende zako hizi, nipe zile pesa zangu. Sasa kuna hikima gani mtu amekutapeli alafu wampelekea ng'ombe, wampelekea na tende zawadi, sio? Si hata mtapeli mwingine na mwingine ile alitoa tende, au inakuwaje? Wanasema hii ni kama fidia ya yale maziwa ulioyanywa, maana ulikunywa maziwa yake wewe, itakuwa ni fidia yake. Sasa rudishie yale maziwa yako, fidia yake ni tende, خلاص nipe pesa yangu, tumemalizana. Lakini khiari hii iko ndani ya siku 3, zaidi ya hapo hakuna khiari tena, tabaki naye, ni wako huyo. Ukitaka kumchinja mchinje tu.
haya kadhalika imekatazwa katika hadithi hii bai'u hadirin libadi, biashara kuuza watu wa mjini kuwauzia watu wa mashambani, na haya yanafanyika katika masoko makubwa. Ukileta mzigo wako sokoni hutauza wewe, kuna watu maalumu lazima wakuuzie wewe, wamepangwa hao, ni utaratibu. Ili pia sio jambo la sawa sawa, hapo pana utata katika riziki zao, kwa sababu si utaratibu sawa sawa. Waachwe watu wauze vile wanavyotaka, na si watu kuingilia mikono, kuingiza mikono katikati. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, nimepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam naha an bai'i habalil habala, amekataza kuuza mimba ya wanyama wenye mimba. Wakana yatabaya'uhu ahlul jahiliya, wakana yatabaya'uhu sawa sawa, wakana yatabaya'uhu ahlul jahiliya, na walikuwa wakiuziana bei hiyo, ni watu wa jahiliya. Kana ar-rajulu yabta'u al-jazura ila an tuntija an-naqa, alikuwa mtu ananunua ngamia mpaka atakapozaa ngamia jike. Thumma tuntiju alladhi fi batniha, kisha azae yule ambaye katika tumbo lake. Yani mtu anakwenda kununua mimba ya mnyama aliyeko tumboni, kwamba huyo mnyama wako sana mimba huyo. Sasa mtoto wake huyo aliyeko tumboni, mtoto wake, sasa unajuaje kama anatoka mzima watakuwa amekufa? Utafuta matatizo. Ndio bai'u habalil habala, biashara yani ya kuuza mimba ya mnyama aliyetumboni, mnyama mwenye mimba. Kwa maana kwamba katafsiri hivyo ni mtu kununua ngamia yule mpaka atakapozaa ngamia jike. Akishazaa jike huyo azae kwa mjukuu wake huyo, hilo limekatazwa. Qila innahu kana yabi'u sharifa wa hiya al-kabiratu al-musinna, na inasemekana innahu kana yabi'u sharifa, alikuwa akimuuza ngamia, akiuza yule mwenye kuwanda, mwenye kunenepa. Wa hiya al-kabiratu al-musinna, naye ni yule mkubwa aliyenenepa. Binitaji al-janini alladhi fi batni naqatihi, kwa mazao, kwa kuzaa yule aliyetumboni. Alladhi, ambaye fi batni naqatihi, yuko katika tumbo la mnyama wake, ngamia wake. Biashara hiyo imekatazwa, italeta uhasama, kwa msifanye namna hiyo. Na hambe habalil habala, katazwa hiyo. Nasoma bifathi alba ya habala, si habli. Alhabala ni jamu ya habil bimaana hamil. Maanahu annahu naha an bai'i hamli alhawamil, maana yake ni kwamba amekataza kuuza mimba za wanyama wenye mimba. Na ina sura nyingi, miongoni mwa hizo bai'ul hamli nafsihi, kuiuza ile mimba yenyewe. Hii katika sura zake, yule mnyama aliyeko tumboni. Kwa itakuwa min idafati almasdar ila maf'ulihi, ni kuidhifisha masdari kwenye maf'uli yake. Habilil habala, masdari imedhifishwa katika maf'uli wake, yani kwa maana kwamba bai'i habalatil habli, mimba za ile mimba, ni wanyama walio katika tumbo lile. Na ya pili ni bai'u hamlil hamli, kuuza mimba ya mimba. itakuwa ni idafatu almasdar ila maf'ulihi ala taqdiri mudaf, ni kuidhifisha masdari kwenye maf'uli wake kwa kukadiriwa mudhafu. Na hiyo ndio tafsiri aliyotaja muallifu hapa. Namna ya tatu ni bai'ul jazuri bai'an muajjala, ni kumuuza ngamia kwa biashara kwa bei ya muda.
ila intaji naqa mpaka atakapozaa ngamia jike hiya almadhkuratu fi alhadith na arabiya bai'uha ila intaji nitajiha fayakunu min idafati almasdar ila mulabisihi ay albay'a almughayya bihabli alhabala kama ni ile bei ambayo imewekewa ukomo bihabli alhabala mtu anauza ngamia ana bai'uha ila intaji nitaji mpaka kuzaa yule ngamia wake itakuwa ni biashara imewekwa ni idafatu almasdar ila mulabisihi ikawa albay'u ikawa ni almughayya bihabli alhabala akaeleza kwamba hii ni bei ilikuwa ikifanyika wakati wa jahiliya. Ibn Umar radhiyallahu anhu analieleza hili katika mambo yasiyofaa. وعنه نكتوك كواكي عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة وممتوم صلى الله عليه وسلم مكتازك يوز متوندا حتى يبدو صلاحها mpaka idhihiri kudhihiri kule kusilihi kwake kufaa kwake. Naha al-bai'a wal-mushtari, amemkataza mwenye kuuza na mwenye kununua. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam naha an bai'i thimari hatta yuzhiya, amekataza mtume sallallahu alayhi wasallam kuuza matunda au tuzhiya mpaka yageuke rangi, hata tuzhiya mpaka yageuke rangi. Qila wama tuzhi, pakasemwa ni nini huko kugeuka rangi? Qala hatta tahmarra, akasema mpaka yawe mekundu. Hatta tahmarra, kwa katika matunda ambayo kukomaa kwake ni kubadilika kuwa rangi nyekundu, basi hatta tahmarra. Qala ra'aita idha mana Allahu thamara, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam nipe habari. Araaita, nipe habari, idha mana Allahu, pindi atakapozuia Allah athamara, matunda, bima yastahillu ahadukum mala akhihi, basi ni kwa kitu gani atakihalalisha mmoja wenu mali ya ndugu yake? Vipi atachukua mali ya ndugu yake? Wewe umeuza mali au matunda hajakomaa, ukachukua pesa zake, Allah akaleta mtihani, matunda yale yasitoke, yakaharibika, na ushamuuzia, shauri yake, sikanunua mwenyewe. La, sheria inasema hapana, hatta tuzhiya. Qila wama tuzhi, qala hatta tahmarra, na katika riwaya imekuja hatta tasfarra, mpaka zifanye umanjano. Unafahamu? katika kunna li Anas ma zahwuha imekuja hivyo, qala tahmarru wa tasfarru. hiyo riwaya Nasai kupitia kwa Malik. Wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, mepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma amesema, hadithi yenu ile, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndio tumeruka an tutalaqqa ar-rukban, amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapokea wakulima, wa yabi'a hadirun libadin, na kuwauzia watu wa mjini, kuwauzia watu wa mashambani, amekatazwa hilo. Qala faqultu li ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kasema nikamuuliza ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Tausi huyo ndiye anapokea kutoka kwa ibn Abbas, Tausi bin Kaysan, nasema nikamuuliza ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma qawluhu hadirun libadin, nini maana ya kauli yake mtu wa mjini na kumuuzia mtu wa mashambani? Qala la yakunu lahu simsara, akasema asiwe kwake yeye ni dalali, asiwe dalali wake. mfano ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, nipokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma amesema, naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil muzabana, amekataza mtume sallallahu alayhi wasallam bei ya muzabana. Wal muzabana,
na muzabana, hiyo bei ya muzabana maana yake ayabi'a thamara haitihi, ni kuuza matunda ya shamba lake. Ayabi'a ni kuuza thamara haitihi, matunda ya shamba lake. In kana nakhlan, ikiwa ni mtende. Bitamrin, kwa kuiuza kwa tamri, kwa tende kavu. Kailan, kwa kutumia pishi. Wa in karman, na ikiwa ni mzabibu. Ayabi'ahu bizabibin, kwa kuziuza mzabibu huo kwa zabibu kavu. Kailan, kwa pishi. Au kana zar'an, au ilikuwa ni mazao mengine. Ayabi'ahu, kuyauza bikaili ta'amin, kwa pishi ya chakula. Naha an dhalika kullihi, ameyakataza hayo yote. Naha an dhalika kullihi, ameyakataza hayo yote. Hadithi hii anaelezea Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza biashara inaitwa al-muzabana. Akatoa mfano kwa mambo matatu. Jambo la kwanza ni bai'u rutabi ala ruusi nakhli bitamrin, ni kuziuza tende tosa zilizoko juu ya mtende kwa tende kavu, kwa kutumia kaili. Kwa maana na kupimia hii hapa kilo 10 mathalan, alafu kwa tende zile utaniuzia zile kilo 10. Hivi ni katika vitu vyenye kuingia riba, kwa sababu hizi tayari ni kavu, na zikiwa zimekauka zitakuwa zimepungua kidogo wazini wake, na zile zilizokuwa tosa maadamu ziko juu ya mti, kwanza hatujui kiasi chake. Na kaida katika kawaida za kisheria, aljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhuli, kutokujua kufanana ni sawa sawa na kujua kuzidiana, kwa ndani yake kuna riba tayari. Aljahlu bitamathuli kalilmi bitafadhuli, yani katika kawaida za kifiqhi katika mambo ya muamalat, wa haitafaa. Umefahamu? Kwa sheria imelikataza hilo. Kadhalika tahrimu bai' al-inabi ala shajarihi, imekatazwa kuziuza zabibu tosa zikiwa juu ya mti wake. Bizabibin, kwa zabibu kavu. Inabu ni zile zilizokuwa tosa na zabibu ni zile zilizokaushwa. Kadhalika kwa tahrimu bai'i zari' ala suqihi bitaami, kuuza mimea mingine, mfano ni mpunga au mahindi, bado yako katika mashuke yake, yako katika mti wake, wauza kwa chakula. Na kuuzia mchele ule pale uko juu, bado tujauvuna, kwa magunia ya mpunga haya, haitafaa. Hivyo mahindi kwa mahindi, maharage na mfano wake. Kwa hiyo pataingia kiasi mifano hii, kila ambacho kinashabihishwa katika biashara, katika mambo ya riba, haitafaa kuuza alhabbu bisumbul wa habbi ash-sha'iri bizar'ihi wa in kana ba'da al-hasad wal-jizaz. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، imepokewa kutoka kwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma amesema, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mukhabara, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam mukhabara. Mukhabara ni muzaraa, kufanya kulimishana katika ardhi ambayo ni layyina. amekataza Mtume صلى الله عليه وسلم المخابرة والمحاقلة na amekataza muhaqala wa anil muzabana na amekataza muzabana ile tutangulia hapo juu wa an bai'i thamarati hatta yabdu wa salahuha na kuuza matunda mpaka kudhihiri maslahi yake au kudhihiri kusilihi kwake wa la tubaa illa bidinari wadirham na kutokuuzwa isipokuwa kwa dinari au kwa dirham illa al-araya isipokuwa makisio illa al-araya isipokuwa makisio. Al-muhaqala bay'u al-hinta fi sumbulaha bihinta. Muhaqala ni ile biashara ya kuuza ngano ambayo bado iko katika mashuke yake kwa ngano nyingine, kama tulivyoeleza hapo nyuma.
kwamba kila ambacho kitaingia katika mlango huu wa kuuza mazao, muzabana ni kuuza tende tosa zilizoko juu ya mti kwa tende kavu, au zabibu tosa zilizoko juu ya mti kwa zabibu kavu, hilo halifai. Na hivyo hivyo chakula kingine chochote kama hinta kwa hinta haitafaa, ni ngano kwa ngano, kadhalika haitafaa. Al-mukhabara ameeleza hapa, المخابرة يعني المزارعة بالخبار وهي الأرض اللينة. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza thamani ya mbwa. Ukamuuza mbwa wewe, ikawa biashara yako wewe kuuza mbwa, ndio kazi yako unapata faida, wewe unauza mbwa, chukua mbwa huko peleka huko, auza hivyo hivyo. Amekataza wa mahrul baghi khabithun, na malipo ya malaya ni haramu. Mwanamke anayefanya kazi ya kujiuza apata pesa, malipo yake ni haramu bila shaka. Na chuma unalilichuma ni chuma la haram. mahrul baghi khabithun ni qabihun shar'an urfa. wa kasbul hajjami, na chumo la mwenye kupiga chuku. khabithun kadhalika ni khabithan, ni chafu, ni baya. chumo la mwenye kupiga chuku kadhalika ni baya. Unajua kupiga chuku hajjam maana kwamba si haramu, sio la yaliqu sawa kana qubruhu shar'an au urfiyan. Hapa matajwa baadhi ya mambo ambayo mingine ni haramu na mingine ni kiurfu. Mfano kasbi ya hajjam kwa sababu sio haramu, na mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hijama, alipiga chuku, alafu aata alhajjama ujrata, akampa yule hajjam anayepiga chuku yule akampa ujira wake. walau kana haraman lam yu'tihi, lau ingelikuwa hilo ni haramu asingempa. lakinahu danaa, lakini kitu duni sana. Kwa mtu akiwa kazi yake kupiga chuku mathalan, inaambiwa zile ni katika kile kazi ambazo ni khasisa. Kwa hiyo mfano kwamba hawa ni watoto wa hajjami, baba yake familia yao ndio hiyo maisha yako hivyo. Na mtu ambaye si hajjam, je, kutakuwa kuna katika mambo ya ndoa kuna kafaa au hakuna? Hakuna kafaa. حيث إنه عوض عن بذل معروف لأخيه بإزالة ما يؤذيه. نهى عن ثمن الكلب، amekataza mtume صلى الله عليه وسلم malipo yani thamani ya mbwa. wa mahari albaghi, na malipo ya malaya. wa hulwani alkahin, na ujira wa kuhani. hadithi ya Abu Mas'ud. hadithi ya Rafi bin Khadij, thamanu alkalbi khabithun, thamani ya mbwa ni haramu. wa maharu albaghi khabithun, na malipo ya malaya ni haramu. wa kasbu alhajjami khabithun, na chumo la mwenye kupiga chuku ni baya, kwa maana ya kwamba si haramu. Mkano khabith lakini kwa maana ya qabih, sababu inahtamili huko na huko. Wallahu a'lam.